worship. Kunitumikia ni kuabudu. I declare to you today that you see the difference between those who are worshiping God and those who are not worshiping God. Thank you, Jesus. The Bible says the Father in heaven is looking for the true worshipers. Those are worshiping in the spirit and in the truth. Those who are worshiping in the flesh, they don't have a place in heaven. Those who are worshiping in Moses, they don't have a place in heaven. In other words, those who are worshiping in the prophets, they don't have a way in heaven. Thank you, Jesus. Amen. Those who are worshiping in Jesus Christ, Yah of Israel, the way of heaven is open for them. I speak to you again and I speak to you again. Those who are worshiping in the spirit, heaven is open. Those who they rely in pastors, they rely in prophets, the way of heaven is closed. But this morning, you put your confidence in God. Heaven is open for you. You are a child of God. And there is nothing you ask, God shall not give it to you. Why? He said, if you abide in me and me in you, whatsoever, there is no you ask this, he can give it. Only one condition. Abide in the Lord. Abide. I don't know, abide is what again. Abide. Belong. Remain in the Lord. And that word, if it remains in you. Listen, if that word remains in you, you become the way. Amen. You become the way. The way you can't ask again. You am I talking to God this morning? You command. You said, let there be light. And there was light. You know what I'm talking about? If you understand the way, why? The way is Jesus. In the beginning was the way. And the word was God. And the word was with God. Sorry. And the word was God. Who is the word? The word came in flesh. He lived with us. Who is that word? Is Jesus. Yes. And who is Jesus? In John chapter 14. I am the way, the truth, and the life. That way is Jesus. If you belong in him, he becomes you. Your identity changes. Witches will tell you become a witch. Why? Because you have changed. They can't witch you no more. Where you was prostituting before, they will say this guy have changed. Why? You have changed your face. Your weight has become you. Chapter 7. The Bible says, come to me. Those who are thirsty, you drink water.
living water na mtoni ya maji shall flow itatoka out of your belly. ndani ya tumbo lako. You cannot give again a bitter water. Hautatoa tena maji machungu. You Jesus. Whenever Jesus is in you, Wakati wote Yesu akiwa ndani yako. not the fake Jesus. Hapana ule Yesu The Yesu wa pure, ukweli. the genuine one. Ule Yesu wa ukweli. When you speak, Wakati unaongea, speak life. unaongea uzima. When you walk, Wakati unatembea, your steps mapaa yako can heal a person. inaweza bring it on. Because you become the word. Kwa sababu umekuwa neno. Hallelujah. Amen. My prayer for you today, Maombi yangu leo kwako. may you understand the deepness of the word and become it. Na uwe neno. You are not, listen. Bring it You on. are a child of God. Uko mwana wa Mungu. You are not a slave. Hauko mtumwa. I feel like I don't know what to do, but let me go as the way this is. Ninasikia sasa sijui nifanye nini hata kwa neno. You are not a child of the slave. Hauko mwana wa mtumwa. You are not a child of Agar. Hauko mtoto wa Gai. Say it again. You are not a child of Agar. Hauko mtoto wa Gai. You are a child of Sarah. Uko mtoto wa Sarah. Yes, the child of Agar cannot belong to heaven. Mtoto wa Agai sio wa mbinguni. He's a slave child. Ni mtoto wa utumwa. The child of Agar Mtoto wa is Agai an Egyptian, ni mtoto wa kutoka Misri. where they are worshipping idols. Ni mtoto wa Misri ambapo wanaabudu miungu. You and me. Lakini wewe na mimi We are children tuko watoto of a liberty woman. tuko watoto ambao wako huru, mwanamke muhuru. We belong to Yah. Tuko watoto wa Yah. Amen. That's why the song said, Ndio maana nyimbo inasema I'm no longer a slave to fear. siko tena slave, esclave kuogopa. Niko mtoto wa Mungu. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You don't belong to Egyptians here, Hauko tena wa Misri, but you belong to Canaan. lakini uko mtoto wa Kanaani. But for you to reach there, Lakini kwa kufika huko sit down. unaweza kukaa. Hallelujah. Amen. Can you bring me the body back, please? Woo. Thank Amen. you, Jesus. Amen. I think the teaching of today, isn't it? Yes. Maybe I don't know if I jump. So you are a child of God. Yes. Uko mwana wa Mungu. Today I have come to encourage you. Leo nimekuja kukuankuraje. The message I preached on Sunday Message ambayo nilihubiri last siku ya week. ile. So today I have come to encourage you, to boost you to understand where the place you are is not the wrong place. Leo nataka nikuankuraje, nikwambie kwamba sehemu ambayo uko sio sehemu mbaya. Amen. It's a place where Abraham, Ni sehemu ambayo Ibrahim, Moses, Musa they wanted to be, ni kwemeye walipenda wakuwe, but they did not get a chance. lakini hawakupata ile They bahati. saw it from far Waliona kwa mbali and they waved it. na wakapepea. Amen. Amen. Listen to me. Sikia, Today I am bold enough to teach you this. leo niko na nguvu kabisa ya kukuambia haya mambo. I have that enthusiasm spirit to tell you. Niko na ile roho ya nguvu ambayo ya kukuambia hichi kitu. You are a child of God. Uko Amen. mwana wa Mungu. Amen. 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 You are not like them. Hauko kama wao. You belong to Yah. Wewe ni mtoto wa Yah. Not a creature. They are worshiping what they don't know. Wanaabudu kile ambacho wakijui. They are going in the mountain. Wanaenda ndani ya milima. They are fasting 40 days. Wanafunga mafungo siku 14 To the unknown God. kwa Mungu ambao wasiyemjua. The funny things is this. Kitu cha kushangaza ni hichi. That unknown God Ule Mungu wasiyemjua can answer. anaweza kujibu. And they get confused that he's a true God. Na wanapata makonfuzio, wanajua kama ni Mungu wa kweli. God, I worship Amen. you for today. Mungu na kuabudu kwa leo. Even you get what I'm talking about. They are praying and God answered them. Wanaomba na Mungu anawajibu. Act of Apostle said, Matendo ya Mitume nasema, I allow that to be. nimekubali yale yafanyike.
Mungu, I give rain to the pagan ninatoa mvua hata kwa wapagani and the righteous. na watakatifu. But for us, Lakini kwetu sisi, what concerns us dini yenyewe ile ambayo inatuconcerne is the direction of the way. ni direction ya njia. We don't belong to this earth. Hatuko wa dunia hii. Yes. So when I'm talking about the earth, don't see, you have to understand in all three dimensions. Wakati naongelea dunia, usione hii, inabidi uangalie madimension tatu. Amen. 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 Are you with me? Yes. The direction of the way. My people, listen. Sikia watu wangu. Because of the love of God, Kwa sababu ya upendo wa Mungu, He came and saved us. alikuja na akatuokoa Where we could not worship Him. kwenye ambapo hatukuweza hata kumwabudu. The Egypt place. Katika Misri huko. Get it? Because we don't worship where? In Egypt. Kwa sababu hatuwezi kuabudu Misri. Because in Egypt they worship in the flesh. Kwa sababu kule Misri wanaabudu kimwili. Amen. When I'm talking, you remember the teaching which I taught you on. Kama nakwambia hivi unakumbuka na mafundisho ambayo nimekufundisha. In Egypt they worship the flesh. Huko Misri wanaabudu kimwili. And the God whom He has called us Ule Mungu ambaye alituita is a spirit. ni Mungu wa roho. That's why, because of His love, Kwa maana kwa sababu ya upendo He wake sent His servant alituma mwana wake take us of Egypt. atutoe nje ya He Misri, baptized us. akatubatiza, And He said, my people, let go on the way. akasema watu wangu, acha tuende ndani ya But the njia. way we are going Lakini njia ambayo tunaipitia is a dangerous ni place. njia ya woga, A place where it is only those who they belong to God they can resist. ni sehemu ambayo wale ambao ni wa Mungu tu ndio wanaweza kuresiste hii njia, Because in a Amen. wilderness kwa sababu ndani ya jangwa is a place where you discover the true color of Mama Ispe. ni sehemu ambayo utajua kulele ya kweli ya mama Espe. Mama Ispe, if you want to discover the true color of Lydia, go with me in the wilderness. Kama unataka kujua rangi nzuri ya Lydia ya kweli, uende naye mdesert. In Egypt, Ndani ya Misri, all of us we pretend. kila mtu anakuwa mnafiki. All of us we pretend. Kila mtu anajifaaga ni msafi But kabisa. in wilderness, Lakini ndani ya jangwa, true color will come out. kulele yako tutaijua. Why God allow us to pass out this? Kwa sababu gani Mungu amekubali tupitie jangwa? I gave you the verses. Nilikupatia mavesi. I'm going faster, but no faster. But today I don't know if I'm preaching or I'm teaching, but you get it. Sijui kama leo niko na ubiri au niko nafundisha, lakini We utanifuata. understood that in Jeremiah chapter 2 verse 6. Tumeelewa ya kwamba ndani ya Yeremia 2 mstari wa 6 The Bible says, Biblia inasema, where to read, I'll tell you to read, but now the Bible says it is desert is a barren area. Biblia inasema ya kwamba ndani ya jangwa ni sehemu ya Barren area. sehemu Sterile, la place sterile. nafasi ya ugumba. No, I need the interpretation of a dry place, you can say that. Sehemu ya It's kukauka. a barren place. Nafasi ya kukauka. A place without production. Sehemu ambayo ina mbolea. A place without multiplication. Sehemu ambayo haina kuuzao. The Bible says that is a full of pits. Biblia inasema ya kwamba kuna miba na There michongoma. is a shadow of death in this place. Kuna uvuli wa mauti ile sehemu. David said, even though I pass through the shadow of death, I fear no evil. Daudi akasema ijapokuwa nipitapo katika uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. It's a place of wild animals. Ni sehemu ambayo ya minyama mikali. Everything is allowed in the system of savagery. Kila kitu Is allowed in the system savagery. Ubaya wote unaruhusiwa. ubaya wote unaruhusiwa ndani ya jangwa. Everything so evil is allowed in this. Kila kitu kibaya kinakubaliwa ndani ya jangwa. Killing is
is allowed. Kuuawa kunakubaliwa. Insult is allowed. Kutukanana kunakubaliwa. You know, where animals are living, kwenye minyama inaishi, you can, how can I say? Where animals are living, everything, you can be waiting for everything's bad to happen. Kwenye minyama inaishi, unaweza kuwa unaishi unasubiria kitu kibaya kifanyike. A place where beasts and the wild animals, dogs, jackals are living in that place. The wild animals. Kwenye minyama mikali inaishi, kitu kibaya chochote kinaweza kufanyika pale. When something bites you, it is a biting of poison. It's not a normal biting. Kama kitu kinakudokoa, haiko kukudokoa kwa normal, lakini ni sumu inaingia kabisa. Normal people like me and you, watu wako normal kama mie na wewe, cannot leave that place. hatuwezi kuishi ile sehemu. But Yah, lakini makes his beloved, his firstborn, to pass through that place. Akamfanya mtoto wake wa kwanza, mtoto ambaye anayempenda apitie ile sehemu. Isaiah chapter 43. Isaya 43. The Bible says that, Biblia inasema, my beloved, wapendwa my wangu, firstborn, mwanangu wa kwanza, my cherished people, mtoto wangu ninayempenda the one zaidi, I had formed for myself, ule ambaye nimemtengeneza peke yangu, Israel. Israeli. But that nation which is a set apart nation, God said, pass here. Taifa ambalo nililolitia pembeni, Mungu akasema nipite hii sehemu. Why? Kwa sababu gani? Okay. Last week I gave you another reason, but God sent another reason today. Wiki iliyopita niwapatia reason nyingine, na leo Mungu alileta nyingine reason. I told you that there is a north side. Nilikwambia kwamba kuna kusini, mashariki. So this north side, huko mashariki, when they come out of Egypt, wakati unatoka nje ya Misri, all possibility of going north side were there. Kulikuwa njia ya kupitia huko mashariki ilikuwa. But God said no. Lakini Mungu akasema hapana. Listen to me. Sikia. It is not all opportunity comes in your life is a good or is a divine opportunity. Hakiko kila opportunity wala kila bahati nasibu inaweza kuja unaona kama ni ya mzuri, hapana. When God said go left, go. Wakati Mungu anakuambia uende kushoto, uende. Even you know the way. Hata kama unajua ile njia, don't go the way you know. Usiende kwa njia ambayo unaijua. Follow what God says. Fuata kile Mungu anasema. Even if it is hard, hata kama iko nguvu, trust God. Muamini Mungu. Yes. Amen. 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 We understood that Joseph, tumeelewa kwamba Yusufu, when he came out of Canaan, wakati alitoka Kanaani, Joseph did not pass through the wilderness and the Red Sea so that he can enter in Egypt. Yusufu wakati alitoka Kanaani akupitia jangwa juu apitie bahari ya Shamu aingie Misri, hapana. Hallelujah. Amen. I'm not going fast, I think. But Joseph went to the north side. Lakini Yusufu alipitia upande wa mashariki. Even when Joseph was sold, hata kama Yosefu ameuzishwa by the Ishmaelites, kwa Waismaelite, they did not pass through the desert. Akupitia jangwa, hapana. Why? Kwa sababu gani? The firstborn of God. Kwa sababu gani mwana wa kwanza, mzaliwa wa kwanza wa Mungu, pass through desert. Alipitia jangwa. Hallelujah. Amen. Okay, so that's why when God wanted to come, wakati Mungu alipenda kuja, I mean Jesus, yes. When he wanted to come, wakati Yesu alipenda kuja, he sent his messenger. Alituma mtumwa wake. That messenger, yule mtumwa, to go where? Kwenda wapi? In this place. Kwenda hii sehemu ya jangwa. Of evil animals. Kwenye minyama mikali. Wild animals, I mean. Kwenye minyama mikali. God. Mungu. How can you send people there? Kwa sababu gani unaweza kutuma watu kule? Malachi chapter 3 verse 1. Malakaya
3 mstari wa kwanza. Isaiah chapter 40 verse 3 to 6. Isaya 40 mstari 3 wa to 6. mstari wa 3 mpaka 6. The Bible says John Baptist called people, was calling people in the wilderness. Biblia inasema ya kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa anaita watu ndani ya jangwa. Even though when John Baptist was going in the city, hata kama Yohana Mbatizaji alikuwa anaenda ndani ya town, he was going only to call people. alikuwa anaenda tu kuita watu. He was not working there. Hakukuwa anatumika kule, hapana. You get what I'm talking about? Unafuata kile ninachokuambia? But God sent him in the wilderness. Lakini Mungu alimtuma ndani ya The jangwa. Bible says Biblia in inasema Malachi 3:1 that ndani ya Malakaya I will 3:1, send my messenger. nitamtuma mjumbe wangu. That messenger, his voice will be crying, shouting in the wilderness. Ule mjumbe wangu sauti yake itakuwa inalalamika, inalia. Why? Ndani ya jangwa. Why? Kwa sababu gani? Because Isaiah 55, the Bible says God himself, after that preparation, he will come in the wilderness. Kwa sababu ndani ya Isaya 45 inasema Mungu peke yake atakuja ndani ya jangwa. You understand? Before God to come in the wilderness, mbele Mungu aje ndani ya jangwa, he need to send a person who can prepare the wilderness. ilibidi atume mtu aandae ile jangwa. Because in the wilderness we have hills, mountains. Kwa sababu ndani ya jangwa kuna milima na mabonde. But a person must put it on one level. Lakini ndio maana alituma mtu ili atengeneze milima na mabonde. Amen. So he have to prepare the desert. Ilibidi waiandae kabisa, waitie vizuri. That's why Isaiah 43 verse 19, the Bible says ndio maana Isaya 47 mstari wa 19 inasema that God, Mungu, can we read there, Ivan? Isaiah chapter 43 verse 19. Isaya 47. Jesus. Isaiah 42 verse 19. Please, Pastor. No one like you is it? No one like you. 43? Yeah. Isaiah 43 verse 3. Biblia inasema maana mimi ni Bwana Mungu wako. 43 verse 19. Oh, 19. I was reading. Tunasoma Isaya 43 mstari wa 19. Yeah. Biblia inasema tazama, see, nitatenda neno jipya. I am doing a new thing. Sasa litachipuka je? Now it is spring up. Hamtalijua sasa. Do you not perceive it? Nitafanya njia hata jangwani. Me God, look at here, my people. Me now God, I will make a way in the wilderness. Na mito ya maji nyikani. And I will make the river of living water. And I'll stream, and the stream in the wasteland. Wasteland means a desert. So God is boasting himself now. Mungu is boasting himself. God is glorifying himself. Mungu iko najitukuza peke yake. He said, anasema, I will do a new thing. Nitafanya jambo jipya. Can I say to you this? Naweza kuambia hivi. Look to me, everyone. Niangalie huku. Niangalie huku kila mtu. I will do a new thing. Nitafanya jambo jipya. And then don't you know the things I'm gonna do? Unajua si jambo ambalo nitakalolifanya. Amen. Amen. The new things which never happened before. Jambo jipya ambalo alijawahi kuwepo. And things which can terrify even kings and presidents. Ile ambayo inaweza hata kutetemesha wafalme na waongozi. What is that things? Ni nini hiyo? The things is I will make a way. Nitatia njia. God will make a way where there seems to be no way. He will make a way in the wilderness. Atatia njia jangwani. I love this English. In the wasteland.
ndani ya shamba ambalo lisiofaa. No, in the wasteland. Jangwani. Jangwani. I want to interpret the way I hear it. Udongo iliyopotea. In the wasteland. Kwa udongo uliopotea. The wilderness is a place which does not consider like a land. Jangwani ni sehemu ambayo hawakonsidere kama ni parcele, ni sehemu ni udongo. It means ili maana yake is a lost land. Ni sehemu iliyopotea. A land which is disconsidered. Udongo ambao hawaukonsiderea pale. God will consider it. Lakini Mungu ataanza kumkonsidere. God will make a way, my sister, my brother. Mungu atatia njia dada kaka. Something which never happened into your life. Kitu ambacho hakijawahi kufanyika ndani ya maisha yako. God will do it. Amen. And what is that? Na ni nini hiyo? The way. Atatia njia In the wilderness. Ndani ya jangwa. Amen. The river. Mito. In the wilderness. Ndani ya jangwa. The river never been in the story of scientists, of every philosopher I know, the river never been in the wilderness. Mumahabari au histoire ndio filosofi. Jangwani hakujawahi kuwa mto. But God, lakini Mungu gonna do it. Ataifanya. Amen. And he said, anasema in verse 20, ndani ya mstari wa 20, verse 20, brother, the Bible says the wild animals gonna glorify me. Na ile minyama mikali itanitukuza. Shiri nasema wanyama wa kondeni wataniheshimu. The wild animal gonna glorify me. Wanyama wa kondeni watamheshimu. Mokonzionde. Anasema Mungu ni wewe. Why? Kwa sababu gani? Why, brother? Mbweha pia na mbuni kwa sababu nimewapa maji ya jangwani. Dogs, animal, wild dogs, wild goats who worship me. Why? Nimewapa maji ya jangwani. I have given them water in the wilderness. It means these people, these wild animals, they were living without water. Inamaanisha ya kwamba hii minyama ya jangwani ilikuwa inaishi bila maji. But the time they will see water, lakini kwa sababu wakati wataona maji, they worship him. Watamwabudu Mungu. That's why God is happy for himself. Ndio maana Mungu iko na furaha kwa ajili yake peke yake. God makes a way in the rock. Mungu anatiaga njia kwenye jiwe. I thought you say amen, mama. Amen. God makes a way in the rock. Mungu anatiaga njia ndani ya jiwe. The pleasure of God kufuraha ya Mungu is to make things move where it was at. Ni kufanya mambo ambayo yalikuwa ya nguvu ianze kutendeka. Amen. Amen. Whoever, an example, maybe in the movie, ever see the wild animals? Nani mwenyewe hata ndani ya mafilme ushakaona imbwa mwitu au manyama ya with the dogs, their tongue is only mbweha ulimi yao inakuwa nje. Why? The sun is peaking in the wilderness. Kwa sababu gani? Jua inapiga ndani ya jangwa. They don't have a place of water. Hawana sehemu ya kunywa maji. But God will give them water. Lakini Mungu atawapa maji. Amen. Listen to me. Sikiliza. God, when he came to save us, wakati Mungu alikuja kutuokoa from Egypt, kutoka Misri, he does not put us in the aircraft like Mamanya came from what is the Kenneth airport, I forgot it. Kenneth airport, and he came from no. God does not save us from aircraft to aircraft or from airplane to airplane. No. Mungu atutiaji mumavyo mundege kutoka mwindege naingia mwingine au unaenda unaruka, hapana. What is that? Kaunda, yeah. Kenneth Kaunda International Airport. Kenneth Kaunda God does not put you, that does not take you there. Mungu akutoe ndani ya ile aeroport ya Kenneth so that he can tell you in the Sydney airport. Juu Mungu akubebe ndani ya Sydney aeroport ya Sydney, hapana. Njia ya Mungu ni pori. The way of Christ is going in the wilderness. Njia ya Mungu ni ya kwenda ndani ya jangwa mpori, unapiga loa Yesu. God who have everything to possibilize to his people to work in a good way, but he quench it. Mungu iko na
anafanya kila kitu kikuwe possible juu watu wake wapite njia mzuri, lakini Mungu ameizima ile sehemu so that he can make you to pass in the way he wants. Juu akupitishe njia yenye anataka. God puts them in the Bible define this place now nicely. Biblia inasema vizuri sehemu. In Isaiah 40 verse 3 to 6, the Bible defines this place that is a place of thorns. Isaya 40 kuanzia mstari wa 3 mpaka 6. Is a place of thorns. Ni sehemu ya majiwe. Is a difficult place. Ni sehemu ngumu tena mbaya. A place of thorns, miba. Ni sehemu ya miba. And a place of stones. Ni sehemu ya majiwe. That is the love of God towards us. Ndio upendo wa Mungu ambao unatustahili. Toward us, kwetu sisi. That is the love of God to us. Ndio upendo wa Mungu kwetu sisi. He said, Joseph, anasema Yusufu, don't go this way. Usiende hii njia. Go in wilderness. Uende msehemu is where me God I want you to go. Uende msehemu ya desert ndio kwenye napenda wewe Mungu upitie. Why God? Kwa sababu gani Mungu? Joseph, you belong to me God. Yosefu wewe ni wangu. Don't choose your own way. Usichague njia yako. The clay will never say to the potter, do me this. I want me to have this shape. Chungu haitamwambia mbumba chungu, mimi nataka niwe msehemu ya hivi, hapana. You are always quiet. Utakuwa tu kimya. When they hit you on your ear, wakati wanapiga kwenye sikio, thank you sir, unasema ndio asante baba. Beat you on your legs, wanapiga kwenye mguu, do it more sir, unasema ndio piga tena. That is the response of God which wants from you. Hiyo ndio majibu yenyewe Mungu anapenda kwako. Why? Kwa sababu gani? I say why? Kwa sababu gani? Because Matthew, kwa sababu Mathayo 13 verse 14. Mathayo 13. Sorry about my writing. Mathayo 7:13-14. The Bible says, if I say a verse straight, you go there and be a faster and good reader. So what the Bible says, Matthew. Mathayo 13. Matthew 7 verse 13 to 14. Tasoma Mathayo mstari wa 7, sura 7 mstari wa 13 hadi 14. Yeah. Biblia inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba. Enter in a small gate or narrow gate. Narrow. Maana mlango ni mpana. Because the big gate one, na njia ni pana iendayo upotevuni. It leads us in a lost place. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. More people are going in. Bali mlango mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. But the small gate, nao waionao ni wachache. The small gate, the few are going in. And it is the way of what? Of life. Ah, God. I don't know if this one can enter here. You get it? So, why God makes us to pass through the wilderness? Kwa sababu gani Mungu ametufanya tupitie jangwa? Matthew 7:13-14. Mathayo 7:13-14. It said the way of perdition. Inasema njia ya upotevu is big. Ni njia nene pana. And more people are going in it. Na watu wengi wako wanaipitia ile njia pana. But the way of life, lakini njia ya uzima, few people are going in it. Watu wachache wako wanaipitia. In fact, few people they discover that it's the full way of God. Na watu wachache na njoo wenyewe wameelewa kwamba njoo njia ya ukweli. You get it? Unanifuata? This way, hii njia, people are singing hallelujah hosanna. Watu wanaimba hallelujah hosanna. But they are lost. Lakini wamepotea. This way, hii njia, people they give their tithe and offering. Watu wanapana sadaka na chakumi. But they are lost. Lakini wamepotea.
This way, hii njia, people they fast and pray, watu wanafunga na kuomba, but they are lost. lakini wamepotea. This place, the small place, Lakini hii sehemu nyembamba, more people they despise it. watu wengi wanaidharau, More people they oppose it. watu wengi wanaikataa, More people they refuse to enter in it. watu wengi wanakataa kuingia ndani ya hii njia. But it's where there is life. Lakini ndio sehemu ambayo kuna uzima. This place Hii sehemu, is a place of blood and sacrifice. hii sehemu ni sehemu ya sakrifisi na damu. This place Hii sehemu is a place where the body must be submitted to the spirit. ni sehemu ambayo mwili inabidi ujitolee ndani ya roho. No. So must be submit to the spirit. Inabidi ipate kuheshimu, ikwe chini, mwili ijishushe mbele ya roho. The spirit, the flesh does not have power in this way. Can you interpret? The flesh does not have power in this place. Mwili hauna nguvu sehemu katika hii sehemu. But the way of perdition, lakini katika njia ya upotevu, is where they are telling you that you are a millionaire. ni sehemu ambayo uko nakwambia uko milionea. Is where they are telling you that you prosper more than your brother. Ni sehemu ambayo uko nakwambia utaendelea kupitia ndugu yako. Is a place they will tell you where they will promote you 7 times at your work. Ni sehemu ambayo uko nakwambia watakupandisha grade katika kazi yako. But here, lakini hapa they can even chase you wataweza hata kukufukuza kazi at your work. They can even despise you, send you in prison. Wanaweza hata kukudharau na kukutuma hata mu prison. It's a place where God does not need your effort physically. Ni sehemu ambayo Mungu apendi hata nguvu zako kimwili. But God needs your heart to submit to Him. Mungu anapenda roho yako ishuke mbele zake. It's a place where you enter here. Sometimes you don't have the appetite of eating sweet things. Ni sehemu ambayo hauna hata ile apeti ya kula vitu vitamu. But people, they don't love this way. Lakini watu hawapendi hii sehemu. They embrace this way. Wanapenda sehemu hii nyingine. Somebody asked me yesterday, mtu mmoja kaniuliza jana, Papa, why people, the previous group, they are not in the church? Wakasema kwa sababu gani wale watu wa zamani hawako tena ndani ya kanisa? I said, do you need really my answer? Nikamuuliza, unataka kweli jibu langu? Yes, please, can you tell me? Yes, nataka kweli nataka uniambie. I said, the truth is this. Akasema ukweli ni kwamba Because you don't want the truth. kwa sababu hamtaki kusikia ukweli. Amen. Maybe he wanted me to speak other things. Kwa sababu saa zingine alipenda niongee mambo mengine. But I speak out to him this. Lakini nimeuongelea mambo haya. The truth does not belong to many. Ukweli hauko kwa watu wote. It belongs to the few. Unahitajika kwa watu wachache kabisa. I don't want to confuse you here. Sitaki nikufanye usielewi, nikuchanganye. But I want to tell the truth this. Nataka nikwambie ukweli. Even those who are working and they are entering here. Hata wale watu wenyewe wanaingia kwa njia pana hapa. They are in the church. Wako ndani ya kanisa. I'm not talking about outside people. Mimi siongelea wapagani wenyewe kwa nje ya kanisa. I'm talking about those who they go to church every day. Naongelea wale ambao wako naenda kanisani kila siku. They are entering here. Wako wanaingilia hapa. Because if heaven could be for many, ingelikuwa sema mbingu ni ya watu wengi, you would see how Jesus did at his time. Ungeliona jinsi Yesu alifanya kwa ule muda wake. He multiplied bread and bread. You see how miracles happen in this church. People testify. Yesu alifanya mikate akaiongeza, watu wakala. Uliona jinsi kumwanzo jinsi tulikuwa tunafanya maprofesi, watu
Miracles and miracles, people were testifying. Ilikuwa ni miujiza watu wanashuhudia. But the time of selection, lakini wakati wa selection, we remain with 11. Tunabakia 11. I'm speaking the tongue here. Ninaongelea lugha hapa. We met in the 11, and the 11 just said, they are the one you gave me and I give it back to you. Na Yesu akasema wale wa 11 wanabakia, akamwambia Mungu, wale ndio umenipa na mimi nawakupatia sasa Baba. Hello? Amen. I don't know if you understand my language. Sijui kama unaelewa lugha yangu hapa. Be happy when you are here. Kuwa na furaha wakati uko hapa. When the disciples they come doing miracles and miracles. Wakati mitume walikuja wako wanafanya miujiza na miujiza. Jesus is the one who sent them. Yesu ndiye aliwatuma. He gave them his power. Akawapatia nguvu yake. Like us, you get me? But when they came back, lakini wakati walirudia, they said Jesus. Wakasema Yesu. Even the devil himself. Hata shetani peke yake submits us. Anajishusha kwetu. You understand that level? Even the devil himself. Hata shetani peke yake submits us. Anajishusha kwetu. But Jesus said, Yesu akasema, don't be happy because of miracles. Usifurahie miujiza. But be happy. Lakini furahia if your name, kama jina lako limeandikwa ndani ya kitabu cha uzima. Amen. I'm not preaching about prophecy and miracle, but I'm opening your mind. Siko na ubiri jia ya miujiza na unabii. Prosperity, miracles and whatever you know. Kama prosperity na miujiza unajua. Kama itakuwa ya mali, Yesu angesema, I empower you again. Ninakuongeza tena nguvu. Go and do it. Uende tena ufanye. Oh yes. But it discouraged them. Lakini aliwavunja moyo. Oh. This way. Hii njia. More people they will go there. Watu wengi wataenda kule. And they sing hallelujah Hosanna. Na wataimba hallelujah Hosanna. But the devil is receiving them. Lakini shetani anawapokea John. Jesus, did I not do a miracle in your name? Yesu, mbona nilifanya miujiza kwa jina lako? Yes, I know you did it. Yes, ulifanya ni kweli. Lakini I never knew you. Lakini sikukujua. You go to school, you know when they use the word new. Never. I mean, wewe ambao unaenda kwa masomo unajua ile wanaotumia sikujua. I do not know you. Sikukujua. There is a difference between I do not know you and I never knew you. Na kuko utofauti wa kusema sikukujuaka na sijawahi kukujua. Amen. Amen. That's it. Is it I want to say no? You had one wife, every your kid, you respect your wife, very good. Unasema ulikuwa na mke mmoja, watoto wako ulikuwa unaishi. You have 10,000 people in your church. Ulikuwa na watu 10,000 ndani ya kanisa lako. You was praying for them and fasting. Na ulikuwa unawaombea na unafanya na mafungo. But I never knew you. Lakini sikuwahi kukujua. It is a big chapter, maybe my father himself will come to share later. Hiyo ni chapitre moja munene, peut-être baba yangu atakuja. Nataka nikwambie hapa. Open your eyes that. Ufungule macho yako. The wilderness you are in. Ndani ya jambo ambalo uko ndani. It is better. Ni nzuri than to go here. Kuliko kwenda ndani ya njia pana. Amen. 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 In Proverbs the Bible says. Ndani ya Proverbe Biblia inasema. Methali. And except this is in bracket. Hii tunaitia entre parenthèses. It is better to eat a dry bread than to be with a quarrel woman. Ni vizuri kula mkate wa kukauka kuliko kuwa na mwanamke wa makelele wa ugomvi. Me now I want to explain it in another way. Nataka niexplique mwingine njia sasa. It is better. Ni vizuri to suffer. Ni vizuri kuteseka and know where you are going. Na kujua kwenye huko naenda. Than to enjoy. Kuliko kufurahia. Celebrate. Na kucheza without knowing where you are going. Kuliko kujua kule ambapo unapoenda. Amen. 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 Are you getting this? Uko navifuata hivi vitu, unavisikia? We recognize a true man before the obstacle and overcome it.
tunajuaga mwanamke mzuri wala mwanamke wa ukweli wala mume wa ukweli mbele ya kushinda majaribu. Tunajua mwanamke msujaa wakati anapitia mshida na anaiwina, anapata taji. Amen. Get it? We recognize a woman when he fight the battle. It's not stand on the way, but he overcoming and take the crown. Tunamjua mwanamke shujaa au mwanaume shujaa ambaye anayeshinda majaribu na anachukua taji la uzima. Hallelujah. Amen. Why God make the people of Israel to pass through the desert? Kwa sababu gani Mungu amewafanya watoto wa Israeli wapitie jangwa? Before me to give this, Exodus, please. No, Deuteronomy. Sorry, Deuteronomy chapter 2. Tusome Deuteronomy 8, verse 2 to 3. 2, please. Deuteronomy 8. Deuteronomy is Kumbukumbu la Torati. Are you writing? God, thank you. You become quiet. I think you are listening. The Bible says, I read faster as the time is going. Are you there? Chapter 8, verse 2 to 3. If you are there, can you read? Tunasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 mpaka 3. Inasema, nawe utaikumbuka nanyi and you shall remember you. Can you see it? You shall remember you all the ways which the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness. Why? So that he might humble you and test you to know what was in your heart, whether you will keep his commandment or not. I need a good Swahili. Mama, Eva, are you a reader? Are you? They told me you're not yet there. What chapter? 8 verse 2. Can you stand up and read? Deuteronomy chapter 8 verse 2. Biblia inasema katika lugha ya Kiswahili, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 You shall remember all the days which God have led you 40 years in the wilderness. Ili ukatweze. Why? Kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Ukatweze is ukatweze. You understand this right? Ukatweze means what again, Ima? Tweze. To humiliate you. The Bible said in English, God sent you in the wilderness 40 years so that he can humiliate you. Here in the Bible English. Why God sent the children of Israel in the wilderness? Kwa sababu gani Mungu alituma watoto wa Israeli ndani ya jangwa? Number 1. Cha kwanza, to humiliate them. Juu akutweze. I don't know humiliate. So humiliate like this? Yes. To humiliate them. Juu akushushe. To make them humble. Awafanye washuke kabisa. In a version amplified version said to might humble them. Ili awashushe kabisa. God, why if you love us you want to humiliate us? Mungu, kwa sababu gani kama unapenda utushushe? God knows each and every heart of people here. Mungu anajua kila mtu hapa.
God knows that these children of mine is very proud at the level of not Mungu anajua kwamba hao watoto wako wako na kiburi kujiinua kwao. He can't go in Canaan with his heart. Hawawezi kwenda Kanaani bila. I have to humiliate him. Inabidi niwavunje, niwashushe. You come from Egypt, you was a pastor. Unatokea Misri, ulikuwa mchungaji. You was a singer. Ulikuwa mwimbaji. But in a wilderness, lakini ndani ya desert, you become a person who can mop the church. Unakuwa mtu ambaye unaweza kukoropa kanisa. God is, the Bible says, after twice, he said what again? After humiliating, he said, to test you. Mungu anasema juu akujaribu. Can you read it with me there? I want people to understand. Kukujaribu kuya. Kukujaribu kuyajua yaliyo mioyoni mwako. Number 2. Number 1, to humiliate you. Number 2, to test you. So God can know what is in your heart. Yes. Amen. So God said, Mungu anasema, put my people in wilderness. Acha nitie watu wangu ndani ya jangwa. Take away their position. Juu nitoe ule position zao. Mamanyaki, you are a bachelor in nurse. When you come in witness, I said start primary school. Mama Nyaki, wakati uko na grade munani muganga, ukifika mu desert anakutia chini. You are university, I don't know level what. When you come in witness, God said go in nursing material, what do you call it? Maternelle. Kaka, university uko mu niveau ya yulu, wakati utafika mjangwa Mungu anakushusha chini zaidi. This is a fleshly example I'm showing you. Hii ni kimwili ambayo niko nakuonesha example. God wanted them to pass through desert. Mungu alipenda wapitie jangwa to humiliate you. Juu ya kuwashusha. They were putting you on the front. Mungu walikuwa wanawatia mbele. But when you are in wilderness, wakati mnafika wakati ya jangwa, sit there. Unaenda kule nyuma. And God said, when I put him there, let me see his heart. Mungu anasema acha wakati namtia kule acha nione moyo wake. An example. Every one of you. Kama example kila mtu hapa. If Mama is Mama Nyaki, all of you. Wewe wote hapa. You're preaching in Egypt. Mlikuwa kama mnahubiri huko Misri. But can you preach now in wilderness? Unaweza mkahubiri sasa mjangwa hapa. Tell me, pastor, that is hard. Mtaniambia pastor yuko. That is humiliating you. Ile ni kukuvunja. If God want to humiliate you, kukushusha kama Mungu anapenda testing your heart. Anapenda ateste roho yako. Amen. Amen. Your knowledge of Egypt, ile mawazo yako ya Misri, remain there. Ibakie kule. Front of this words, mbele ya hii neno, you don't know how to decodicate the verses. Haujue jinsi ya kutafsiria verse. Humiliations of God, kushushwa kwa Mungu, will make a nobody to insult you. Itamfanya mtu asiyefaa kutukane. God. Amen. Very true. Sometimes I see people who they can stand on their meeting. They say, Pastor. When I look there, I say, God. Wakati mwingine naonaga watu wako naikala mumaredio wanasema Pastor Christian angalia nasema Mungu wangu na huyu. There's a time I pray, I say, God, why this? He said, I'll humiliate you until you say you abandon. Siku moja nilikuwa naomba nasema Mungu, kwa sababu gani nakubali mambo ifanyike? Akasema wewe ningali nitakushusha mpaka utakimbia. Because that pride of Egypt was in me. Kwa sababu kile kiburi cha kule Misri kilikuwa kingali ndani yangu. Kujibimi sana. Can I prophesy? Ile naweza kutabiri hapa. So when God makes you to pass with wilderness, wakati Mungu anakufanya upitie ndani ya jangwa. Are you getting my language? Uko unanifuata ndani ya lugha yangu. So God will humiliate you not because he does not love you. Mungu atakushusha sio kwa sababu hakupendi, hapana. The Bible says is testing your heart. Biblia inasema iko na iteste roho yako. How? So that he can see if you can keep his commandments. Ni kwa sababu aone ya kwamba utaishika maagizo yake wala kushika amri zake. Hallelujah. Amen. Why God you allow me to pass through the with dogs and with the goats? Mungu, kwa sababu gani umekubali mimi nipitie ndani ya njia ya mbweha? Yes. Ndio. Pass through there. Pitia pale.
reality. I want to test your heart. Nataka nipime roho yako. There are some of you. Kuna watu wengine ndani yenu, kati yenu, You are holy ni watakatifu because you never meet sin. kwa sababu haujawahi kukutana na dhambi. When you meet sin Wakati utakutana na dhambi and you conquer it, na unaishinda, you understand that really I have fought a good battle. utaelewa ya kwamba unasema ni kweli nimepigana vita vizuri. There was a person who said, Pastor, me if I come out of my work, I just go home and I meet my wife. Kuna mtu ambaye aliniambia sema pastor, mimi nikitoka kazini, mimi najitokeaga naenda na kunyumba naenda jikalia kwa na bibi yangu. I said, that's good. Nasema ni vizuri Because you never meet the Delilah. kwa sababu haujawahi kutana na Delila. The way you meet Delilah. Siku utakutana na Delila mjia. When you gonna meet Delilah, Siku utakutana na Delila. I'll see really if you come from home to work. Nitakuona vizuri kama unatoka kukazi unaenda kunyumba na kutoka kunyumba unaenda kukazi. Listen. Sikia. There are some more things you don't do it because you don't have money. Kuna mambo mengine hauyafanyaji juu una pesa. Amen. If they put money there Wakitia pesa pale and they put you there, wanakutia pale. God said, I make you to pass through wilderness so that I can test your heart. Mungu anasema nimekufanya upitie jangwa juu nipime roho yako. Thank you God for this example. Mungu asante kwa ile. There are some small example which God give people. God said, Sunday is my day of worship. Kuna mifano ingine midogo midogo tunafanya. Mungu anasema leo siku ya Inga ni siku yangu. And the devil said, take this. Shetani anasema chukua hii. If you work on it, kama unaitumikia, you have $100 per hour Sunday. Unatumika kisha utapata $100 kwa Samuel. If I work 8 hours, it's $800. Nikitumika masaa 8 ni $800. We $100. There is a lady. I asked our lady last week, why you not coming to Pastor? You know, I'm taking this shift this day on Sunday because I can cover. I said okay. Nikauliza dada moja, nikamuuliza mbona ukizi siku sasa baba niko nashika hii shift siku ya Inga juu nifunike vitu vingine hapo. I said, are you a Christian? He said, yes, I'm a Christian. Nikamuuliza uko Mkristo kweli? Aseme ndio niko Mkristo. Because this day I'm very direct because hii masiku niko manake niko hivi mstari. Because we are in wilderness. Kwa sababu niko ndani ya jangwa. In Egypt I was doing so that I can make you come out of it. Misri nilikuwa na kufanya na usema basi nikufanye juu utoke ndani ya Misri. But in wilderness, lakini ndani ya jangwa I have to shape your heart. Inabidi nikutengeneze mzuri roho yako. Shape your heart. Inabidi nitengeneze roho yako. I said to her, nitae. You are not a Christian. Nilimwambia direct kwake nikamwambia hauko Mkristo. Why do you say that? Kwa sababu gani nasema hivyo? Because a Christian means Christ-like. Ni Mkristo maana yake ni kama Kristo. Amen. Amen. So Christ-like, kama Kristo, front of God and front of money you choose God. Mbele ya Mungu na mbele ya pesa utachagua Mungu. Listen to me. There are people are passing through tough time in Australia but they are serving a non-God. Kuna watu ndani ya Australia wako wanapitia muda mgumu sana lakini wako wanatumikia Mungu ambao sio julikana. But you, lakini wewe, you don't have any reason. Hauna tarehe hata moja. Because you have embraced the true God. Kwa sababu umempata Mungu wa kweli. Unaelewa mimi nikwambia? At least think about all of us here. All of us. Sio wote hapa, sio wote. After 200 years. Baada ya miaka 200. We can be on earth. Hatuwezi kuwa hapa duniani. Now think about if I'm not on earth, where can I be? Jiwaze sasa useme kama siwezi kuwa duniani nitakuwa wapi? The life we live on earth and the life we live in the supernatural realm. The supernatural realm have got more years more than on earth. Maisha ambayo jiwaze maisha ninayoishi hapa duniani haitakuwa kama maisha ambayo nitaishi mbinguni. Maisha tunaishi hapa chini ya dua ni kidogo sana kusidia ile tutaishi mbinguni. Alright? So now when we live on earth, wakati tunaishi duniani, we have to think about all those things. Inabidi tuwaze hayo mambo yote. Alright? Yes. Very important. Ni maana sana. The few years we live on earth, miaka
midogo ambayo tutaishi Let's prepare duniani. the eternity. Acha tuandae eternite, mbingu. Amen. Why God makes us to pass through this earth? Kwa sababu gani Mungu ametufanya tupitie jangwa? Hosea chapter 2 verse 14. Hosea 2. Hosea 2:14. 2:14. Interpret me. The Bible says, Biblia inasema, as Ivan is searching the Hosea 2:14, the Bible says, why God makes us to pass through wilderness. Hosea 2:14 anasema kwa sababu gani Mungu ametufanya tupitie jangwa. The Bible says, I will bring her in. Are you there? Biblia inasema Tunasoma kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 14. Biblia inasema, kwa hiyo angalia, mimi nitamshawishi na kumleta nyikani, na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo. Listen, start again. Me God, mimi nitamshawishi, I'll convince him, na kumleta nyikani, bring him in a wilderness, na kusema naye, so I can speak to her maneno ya kumtuliza moyo. The word of calming his heart. In other version they said, you can always say thank you. The Bible English they said, I'll bring her in the wilderness so that I can speak to his heart. Biblia inasema, ingine verse inasema, nitamleta jangwani niongee na moyo wake. God is bringing you apart humiliating you and test your heart. Apart kukushusha, anataka apime roho yako. Apart humiliating and test your heart. Apart kukushusha na kuteste roho yako. You bring you in wilderness so that he can speak to your heart, speaking to your heart. Atakuleta jangwani ili aongee na roho yako. You see the objective of God. Unaona lengo la Mungu. You see why God bring you in wilderness. Unaona kwa sababu gani Mungu anakuleta jangwani? Because God cannot speak to you. God cannot listen to me. Hello. Hey. God cannot bring you in wilderness. Mungu hawezi kuleta jangwani in vain. kwa bure tu. You bring it in wilderness Atakuleta jangwani so that he can share what he have with you. juu apartage ile iko nayo na wewe. He cannot share what he have with you in the Egypt. Hawezi kuchangia na wewe ndani ya Misri. Thank you for that interpretation. God cannot share with you in Egypt. Mungu hawezi kuchangia na wewe ndani ya Misri. Egypt is not where God can speak to you. Misri ni ufasi kwenye Mungu hawezi kuongea na wewe. Why? Kwa sababu gani? God does not share his glory with idols. Mungu hawezi kuchangia utukufu wake na miungu. But he brings you here. Lakini anakuleta hapa Speak to your heart. aongee na moyo wako. When you are in trouble, Wakati uko ndani ya it shida, is your heart which speaks. ni roho yako ambayo inaongea. You know there are sometimes your mouth cannot speak. Kuna muda mwingine kinywa chako hakiwezi kuongea. Yes. The deepness of pain makes you to be quiet, but at that time your heart speaks more than the words. Uchungu wa ndani wakati unakukamata, roho yako inaongeaka ndani kuliko kinywa. Humiliating you, kukushusha, test your heart if you can keep the commandments, kuipima moyo wako kama utaendelea kuchunga commandments za Mungu, and speak to your heart. na aongee na moyo wako. Your heart speak in trouble. Roho yako inaongea ndani ya shida. Your heart listen in trouble. Roho yako inasikiliza ndani ya shida. That's why God said no. Ndio kwa maana Mungu alisema hapana. For me to speak with this woman, kwa mimi kuongea na huyu mwanamke, I cannot take him in the restaurant. Siwezi kumbeba ndani ya restaurant. He can see other men and forget me. Ataona wanaume wengine na atanisahau. I have to take him in the wilderness. Inabidi nimbebe ndani ya jangwa. That's why Moses took the people in the wilderness. Ndio kwa maana Musa alipita na watu ndani ya jangwa. When they want water, wakati wanataka maji, they have to ask Moses. Inabidi wamuombe Musa. When they want bread, wakati wanataka they have to ask Moses. Inabidi wamuombe Musa. If they pass through north side, kama wangepitia huko, they will say, Ivan,
Wangesema when you are coming from work, wakati unatokea ndani ya bring me a bread. uniletee mkate And Ivan gonna give. na Ivan ataleta mkate. But if they pass in wilderness, Lakini wakipitia ndani ya jangwa, Philistine Wafilisti and Moabites, they are not living na there. Moabiti hawatawafuata. Themselves and the leader. Ni wao na kiongozi. The leader with God. Kiongozi na Mungu. What kind of humiliation? Ni kushushwa kwa aina gani? When they were in Egypt, wakati walikuwa they Misri, were working hard. walikuwa wanatumika But they sana. were eating meat. Na walikuwa wanakula nyama. They eat omelette. Walikula mayai. That's why they said in Numbers, they said, Moses, why you brought us here? Ndio maana katika Hesabu inasema kwamba walimwambia Musa, kwa sababu gani ulituleta hapa? You want us to die, our wife and children here in wilderness? Unataka sisi tukufe hapa na watoto wetu hapa ndani ya jangwa? They remember the meat of Egypt. Walikumbuka nyama za Misri. Some of you remember the miracles and prophecy of Egypt. Watu wengine mnakumbukaga miujiza na maprofesi za huko Misri. When you come in the church, you say, Wakati unakuja kanisa unasema, this one is not here again. hii tena kuna tena profesi. Ecclesiastic said, Ecclesiastes nasema, whoever remember the past does not whoever remember the past is not worthy. yeyote anayekumbuka yaliyopita hastahili. Hello? You don't get it. These people, they were remembering the past. Hao watu walikuwa wanakumbuka yaliyopita, mapito. Wilderness, you remove all your glory in your heart. Jangwa inatoa utukufu wote ndani ya moyo wako. Wilderness take away your knowledge. Jangwa inatoa kujua kwako. Your understanding, your capacity of understanding things. Inatoa kapasite ya kuelewa kwako ndani ya maisha yako. That's why the Bible says, ndio kwa maana Biblia inasema, the foolish of God is the wisdom, is the wisdom of men. Upumbavu wa Mungu ni uerevu wa wanadamu. And the God confused the wizard of this world. What Jews? God confused the wise people of this Mungu world. anachanganya wajuzi wa ulimwengu. Wisers, I mean, of this world. Wa ulimwengu huu. That's why the reason now, that's why when God chooses you, you have to appreciate it and honor and worship. Yes. Na ndio kwa maana wakati Mungu anakuchagua, inabidi ufurahie na umwabudu na kumtumikia. The work of John Baptist, kazi ya Yohana Mbatizaji, c'est d'aplanir des montagnes et des collines. Ni kufanya ile milima na mabonde ikuwe sehemu moja. Is to smooth, to arrange the hill place, the mountain place to be on the one level. Kazi yake ilikuwa kutengeneza milima na mabonde ikuwe kwenye sehemu moja. He sent him where? In wilderness. Alimtuma wapi? Kwenye ndani ya jangwa. He was preaching to the heart. Alikuwa anahubiri kwa moyo. John Baptist was not preaching the gospel of Moses. Yohana Mbatizaji akuhubiri injili ya Musa. I make an error. It's not even the gospel of Moses. The law of Moses. Sheria ya Musa, hapana hata injili, sheria ya Musa. He was telling to them, alikuwa anawaambia, race of vipers, vizazi vya nyoka, how can you escape to the vengeance of the Son of Man? Kivipi unaweza kukimbia vengeance ya mwana wa Mungu? How can you discover it? That means when he was shouting in the wilderness, they say, hey, we have to follow that way. We have to follow that voice. Wakati alikuwa akilalamika ndani ya jangwa, watu walikuwa wanasema inabidi tufuate ile sauti tusikie. How do we prepare a way in wilderness? Kivipi tunaandaa njia ndani ya jangwa? God says, I will make a way where? Mungu akasema nitaweka njia wapi? Ndani ya jangwa. Amen. Amen. I will put the Logan road, Forest Lake Road or Boulevard in the wilderness. Nitatia njia ya mzuri ya Logan Road ndani ya jangwa. The Bible says the man came to remove all dirtiness. Biblia inasema ya kwamba ule baba alikuja kutoa ile mabaya yote. Before God to put his feet. Mbele Mungu atie miguu yake. Isaiah 55 verse 8 to 9. Isaya 53
3:5. When they arranged the wilderness, Wakati waliandaa jangwa, Isaiah 35:8-9, the Bible says, Isaya God himself 13:5. put his feet there, Mungu akatia miguu yake pale. and God will, Mungu atatia, and the water will come out. atatia miguu yake pale na maji yatatoka. And when the water will come out, Na wakati maji yatatoka, this I want you, it's in the verse there. When the water will come out, wakati maji yatatoka, him, God now, Mungu peke yake will become the way. atakuwa njia Amen. ya mbingu. Amen. Amen. Wilderness water, okay? Maji ya Because jangwa. this water makes people to have strength, Kwa sababu haya maji yanafanya watu wawe na so that they can discover the way of what? juu wajue njia ya kwenda Kanaani. Amen. Amen. Of heaven. This is it. Now, what is the meaning of wilderness today? You know, Maana ya jangwa ni nini leo? people have wilderness in their hearts. Watu wako na jangwa ndani yao. If I want to tell you that, do we have wilderness today which I can take you and go to preach? There is no wilderness. Am I a fool to take you in the wilderness? Niko mpumbavu nikubebe ndani ya jangwa. Today I'll preach in the wilderness. Leo nitakuhubiri I'll ndani cry ya in the jangwa. wilderness. Nitalia ndani ya jangwa. When God speaks, Wakati Mungu anaongea, discover what is the language of God. unaelewa nini njoo lugha ya Mungu. Do we have a wilderness today which I can take you to? Tuko na jangwa leo yenyewe naweza nikakubeba eko. I cannot take you there. Siwezi kukubeba huko. But which jangwa, which wilderness, which wasteland? Ni jangwa gani au udongo gani ambao nitaweza kubeba hivi? The Bible says Biblia inasema we have a wilderness. tuko na jangwa. Psalm 84 verse 5 to 6. Zaburi 84. Psalm 84 verse 5 to 6. Zaburi 84. As I'm going to conclude the message, Psalm 84, the Bible says what, Ivan? Switch it. 84? Yeah, 5 to 6. Verse 5 to 6. Biblia inasema heri ambaye nguvu zake zatoka kwako. Bless who they get the strength from Yah. Na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. The way to Zion is in his heart. Wakipita kati ya bonde ya vilio, if they pass through the shadow of death, hulifanya kuwa chemchemi. Naam. If they pass through the shadow of death, it change that shadow of death to become a stream of water. Mvua ya vuli hulivika baraka. Amen. That's why it is terrible. So it means passing through the valley of weeping of Baca, they make it a place of streams. The early rain also cover it with blessing. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let me interpret so that you can understand it. He said, Anasema, bless the one who put his confidence in the Lord. abarikiwe yule ambaye ameitia confidence yake ndani ya Mungu. Why? Kwa sababu gani? Because the way of Zion Kwa sababu njia ya kwenda Sioni is in his heart. iko ndani ya roho yake. In a spiritual language, Zion is the above Jerusalem. Mu lugha ya kiroho, Sayuni ni Jerusalem ya juu. Ni Yerusalemu ya juu. Is a teaching which you teaching later, but I'm passing, you can understand. So when they say about Zion, they represent heaven here. Wakati wanasema Sayuni, wanasema ni mbinguni. He said, to the one who trusts in the Lord, kwa yule ambaye anamwamini Mungu, is a blessed person. ni mbarikiwa. When you are in a wilderness, wakati uko ndani ya jangwa, the only person you have to trust, mtu ambaye unaweza kumwamini, it is the Lord. Ni Mungu peke yake. And when you trust the Lord, wakati unamwamini Mungu, He will make a way in your heart. atatia njia ndani ya roho yako. And God said,
Na Mungu He anasema will make a way in the wilderness. atatia njia ndani ya jangwa. We discover that Tunaelewa we kwamba have wilderness in our hearts. tuko na jangwa ndani yetu. It's the Bible which says in Psalm 84. Ni Biblia inasema ndani ya Zaburi 14. God will put the highway. Mungu atatia njia kubwa. The centenary highway will be in our hearts. Njia kubwa ndani ya mioyo yetu. It will be very clear. Itakuwa clear. No traffic. Hakuna vya kushimama It shimama. will be like 10 p.m. Itakuwa kama usiku. When you give your heart to God Wakati unampatia Mungu roho in yako the wilderness, ndani ya jangwa, you make in your heart to have a way. atatia roho yako ikuwe na njia. Amen. Amen. Can we have a wilderness in our heart? Tunaweza kuwa na jangwa ndani ya mioyo yetu. Yes. Ndiyo. We can have the wilderness in our heart. Tunaweza kuwa na jangwa ndani ya mioyo yetu. When we don't trust in the Lord. Wakati hatumwamini Mungu. When we are passing in wilderness. Wakati tunapitia ndani ya jangwa. When we still having that mind of Egyptians. Wakati bado tungana na yale mawazo ya Kimisri. Wilderness covers. Yes. Yaani jangwa bado natufunika. Hallelujah. Amen. As I'm concluding, I want you to understand where I'm Kwa going. jinsi namalizia nataka uelewe mahali naelekea. So that what John chapter 7. Ndio kwa maana Yohana sura ya 7 verse 37, 38, 39. mstari wake wa 37, 38, The Bible 39. says, Biblia inasema, come to me. eti njooni kwangu. I want you to regard, please. Come to me, come to me. Njooni kwangu. Those who you are thirsty, Wale ambao mna kiu, I'll give you water. nitawapatia maji. And that water is a living one. Na hayo maji ni maji ya uzima. And when you come to me, who can be thirsty is the one who only is well. Nani ambaye anaweza kuwa na kiu? Ni yule ambaye peke yake katika jangwa. Amen. Amen. When you are in wilderness, Wakati katika jangwa, you need water. utahitaji maji. And when you have that water, Na wakati unapata hayo maji, the Bible says when you receive that water, Biblia inasema kwamba wakati unapokea hayo I maji, repeat again, when you narudia receive tena, that water, wakati unapokea hayo maji, the river of living water chemchemi ya maji will come out of you. itatoka ndani yako. Because what you receive Kwa sababu yale ambayo mmepokea is what you give. ndiyo yale ambayo unapana au ndio unatoa. Joseph, are we together? What I give, Yale ambayo what I receive, yale ambayo ninapata au napokea ndio ambayo natoa pia. Amen. the Bible says, Ndio kwa maana Biblia inasema when you have that water, wakati uko nayo maji you become the source of it. utakuwa chemchemi. Amen. I started with it, remember when I was... Nilianza na hii kusema kwamba chemchemi. In desert there is no water. Ndani ya jangwa hakuna maji. But when we trust the Lord, Lakini wakati tunamtegemea Mungu, we receive the water. tutapokea maji. It means before, Inamaanisha kwamba hapo there were mbele not water. kulikuwa hakuna maji. When Jesus called you, Wakati Mungu anakuita, wakati Yesu come anakuita, to me, come to me, come anasema to me. njoo kwangu, njooni kwangu. You have a water without purchasing. Yaani utapata maji bila kununua. Yes. Oh my God. But some of people outside there, they are purchasing miracles. Lakini watu wengine huko nje wananunua miujiza. They're buying miracles. Wananunua I want miujiza. to open heaven for you. Oh, nataka nifungue mbingu kwa ajili yako. I want, yeah. I want to open heaven for you. Oh, nataka nifungue mbingu kwa ajili yako. Give me 10,000. Oh, nipatie 10,000. Na kisa wa mamu washaka baoneaka mama mamu. And nowadays the way they take to women, the they have women. a smooth heart. Wako na mioyo You take all the regerege. money you give. Unatoa mfranga wote unatoa. The one who say gonna open heaven for you. Yule ambaye alisema kwamba nataka kufungulie He does mbingu. not even know the way of heaven. Hajui hata njia ya kwenda mbinguni. Even he does not know even the meaning of heaven. Hajui hata maana ya mbingu. He speak heaven in the theory. Yaani anaongea mbingu yani kutokana na ujuzi wake. But he does not know it. Lakini hajui mbingu. I want to release angels. Oh, nataka niachilie malaika. I need those people they have $1,000 here. Nataka wale ambao wako na 10,000 hapa. You went to school. Ulienda kwa masomo. You spend your money to school. Unatoa franga zako They unatoka kwa masomo. taught you how to grammatalize things. Yaani wamekufundisha jinsi gani ya kuchukulia How mambo. to develop sentence and sentence. Yaani jinsi gani ya kuchambua neno baada ya You neno. defend to university your masters. Yaani peke yako ulienda kwa university unapata But front masters. of a cooker, Lakini mbele ya mwizi, a stealer, yaani a robber,
mnyanganyifu, he came in the name of God anakuja mjina la Yesu, to tell you that give money anakuja na kuambia utoe pesa so that you can be stable in your marriage. ili uweze kusimama imara ndani ya ndoa yako, And you give. na unatoa. You see that you are senseless. Unaona kama wewe haufai. But here Jesus said, Lakini hapa Yesu anasema, to me you buy without money. eti njoni kwangu mtapata bila When you kutoa have pesa. it, Wakati unapata and you stand in front of people, na unasimama mbele ya watu, they say, watasema you are walking like Jesus. eti unatembea kama Yesu, Your face look like eti Jesus. sura yako inakuwa kama Yesu. I say, Peter, you are the one. Eti Petro na wako mmoja wao. Peter said, I never know that man. Petro anasema eti mimi sijawahi They kumjua. say, even you reject him. Eti hata mkatale. The way even you talk. Even yani hata jinsi tunaongea. The way you open your mouth. Yani hata kufungua kinywa kwako tu. Signify that. Yani inaonesha tu You are from him. yani unatoka kwake. Can I talk to somebody here? Naweza nikaongea na mtu hapa. That is the benefit of being and passing in wilderness. Yani hiyo ndio maana na ndio faida ya kupitia ndani ya jangwa. He was saying, verse 39, he was saying that according to the Holy Spirit. Yani katika mstari wa 39 akasema kutokana na Roho Mtakatifu. He said that the Holy Spirit shall come to you. Eti Roho Mtakatifu atakujia. It means where there is Holy Spirit, where there is no Holy Spirit, there is what? There is a desert. Inamaanisha kwamba mahali ambapo hapana Roho Mtakatifu kuna jangwa. You see here? Unaona hapa? When in your heart, wakati ndani ya roho yako there is no Holy Ghost. Hakuna Roho Mtakatifu. Holy Ghost fire. Oh, Roho Mtakatifu moto. When you don't have it, wakati hauna, the genuine one, yani ule mwenyewe wa kweli, you have wilderness in your heart. Yani uko na jangwa ndani yako. I ask a question, can we have a wilderness in your heart? I say yes. Niliuliza swali sema tunaweza kuwa na jangwa ndani ya roho, nikasema ndio. Without Holy Ghost, bila Roho Mtakatifu, is a presence of wilderness. Yani kuna kuwa uwepo wa jangwa. It means the heart without water. Inamaanisha ni roho bila maji is full of dogs. Yani imejazwa na imbwa. You understand now? Unaelewa sasa? Of animals. Yani imejazwa na minyama. Every kind of wild animals they are. Yani kila namna ya minyama ya pori yote iko ndani ya roho yako. When the Holy Ghost is absent. Wakati hakuna Roho Mtakatifu ndani ya roho yako. That's why God sent his messenger. Ndio kwa maana Mungu akamtuma mtumwa wake ili akuje kuandaa roho yako. Come in your heart. Ili wakati atakuja ndani ya roho yako, he will be himself the chief. Yeye peke yake ndiye atakuwa kiongozi, yeye ndiye atakuwa mfalme. Amen. Amen. Because our heart, kwa sababu roho zetu got full of evil. Ziko na mambo mabaya mengi. You see, can I ask you a question? Naweza nikakuuliza swali. Do you know how many people they are not in the level of understanding God because their heart is full of windows? Unajua ni watu wangapi hawako katika kiwango cha kumuelewa Mungu kwa sababu roho zao zimejazwa na minyama ya pori, full of serpent. Yani imejazwa na nyoka. When they open their mouth, wakati wanafungua vinywa vyao, the only things which is the truth is good morning. Kitu ambacho kitakuwa cha ukweli kutoka ndani ya kinywa chao ni salamu ya asubuhi. Whatever follow after, yani baada ya salamu, it is lies. Ni uongo. Mama Nyaki was in black, you say Mama Nyaki was in black and red. Yani Mama Nyaki atakuwa anavaa rangi nyeusi lakini akisema kwamba alikuwa anavaa nyeusi na nyekundu. Mama Nyaki was speaking A, he said he was speaking A, B, C, D, F, G. Mama Nyaki aliongea A lakini anasema kwamba aliongea kuanzia B mpaka Z. A serpent spirit. Yani roho ya nyoka. Am I talking to the heart here? Niko naongea na roho hapa. The truth is not in a person. Yani ukweli hauko ndani ya mtu. Why do you do this, Elion? Ni kwa sababu gani ulifanya hivi Elion? Inakuwa mambo ya kwanza. You to speak lies. Mungu hataki uongee uongo. This is why God wants you to part in the wilderness. Hii ndiyo maana, ndiyo sababu Mungu anataka upitie ndani ya jangwa. So that you can meet the dogs and wild. Ili uende kukutana na hawa mbwa mwitu. Those who will make your life suffer. Wale ambao watafanya roho yako iteseke. Sometimes you say, this is a message of somebody here.
Sometimes you say, muda mwingine unasema na hii ni ujumbe wa mtu. why do you allow me to know this person? Unasema Mungu, ni kwa sababu gani ulinikubalia nimjue huyu If my mtu? life is backsliding because of him, Kama maisha yangu yanarudi nyuma kwa sababu yake, God wants you to pass here. Mungu anataka upitie hapo. This is a second level of understanding. Hii ni namna nyingine au katika kiwango kingine cha kuelewa. And with animals outside of the environment we are living. With animals in our hearts. Yaani mbwa mwitu ndani ya roho zetu. With serpent animals, as I said, sorry to repeat, I want you to understand. With animals, with the dogs, with whatever in our hearts. Yaani minyama yote ya pori ndani ya roho zetu. Number one. Kitu cha kwanza. And with animals, serpents in our environment. Na hii mbwa mwitu na minyama ya pori katika maisha yetu ambayo tunaishi. Sometimes you ask question, you say, why did I know this person? Muda mwingine unajiuliza pekee kwa sababu gani nimjua huyu mtu? God wants you to pass here. Mungu anataka upitie hapa Immediate you. ili akupatishe There haya. are some of people they could not talk to you. Kuna watu wengine hawakuwa hata kuongelesha, But God allowed them to talk to lakini you. Mungu alisababisha wakusemeshe, wakuongeleshe Your heart. ili aweze kupima roho He yako. said, even though you are living with those dogs, Nasema hata unaishi nao you are mbwa living with mwitu, those serpents, unaishi na hizo nyoka, with those goats, na hizo mbuzi, can you keep my commandment? unaweza ukaweka amri zangu? Even though you are living in this Australia, Hata unaishi ndani ya hiyo Australia, like Daniel in Babylon, kama Daniel ndani ya Babylon, living there, anaishi huko, but he was still worshiping there. lakini alikuwa bado tu anamwabudu Mungu. They influenced every Israelite. Yaani waliwashawishi Waisraeli wote. But Daniel they say no. Lakini Daniel akasema hapana, I'll bow down to the King of Kings. mimi nitanyenyekea tu mbele za mfalme. God allow it also to pass also on our time to be in Australia with animals people. Yaani Mungu pia akatukubalia sisi tuweze kuwa mahali hapa tuende kuishi na hawa watu wa pori. Manners, sense. Yaani watu ambao hawafai. A 51, 52, 60 years woman who can sleep with a 14 years boy. Yaani mwanamke ambaye ana miaka 50, 30 analala na mtoto wa miaka 14. When you see that, Wakati unaona hivyo, they are with dogs. yaani ni mbwa mwitu. Keep your faith in God. Yaani weka imani yako ndani ya Mungu. It is the test. Ni jaribu. You are living with them, Unaishi nao, but don't be like them. lakini usiwe kama wao. He said, these children, why my mother, the way your friend they are answering to their parents. Yaani jinsi gani marafiki zako wanajibu mama zao au The wazazi way wao. some of you can live even at home without noticing your parents. Yaani jinsi gani wewe hata wewe unaweza kutoka nyumbani bila hata kumjulisha mzazi. Don't be like them. Usiwe kama wao. You are a set apart person. Yaani wewe ni mchaguliwa. Are you getting what I'm talking about? Unaelewa kile ninachokiongea? You are living with them. Unaishi nao, Don't be like them. usiwe kama wao. It is a test. Ni jaribu. God wants to speak to you in the wilderness. Mungu anataka kukusemesha ndani ya jangwa. God is no king. Mungu bado anagonga. Open your heart. Fungua roho yako That he can speak to you. ili aweze kuongea na wewe. God cherish you much more. Mungu anakupenda zaidi na That's why he anakupembeleza. makes you to part in wilderness. Ndiyo kwa maana alipenda upitie He kwanza knows ndani ya your jangwa. behavior, how you comport yourself, Anajua tabia yako jinsi gani unajishika. how you boost yourself. Jinsi gani unajisifu There are peke some yako. people you cannot say sorry. Kuna watu wengine yaani hawezi hata kusema You samahani. can't apologize Yaani huwezi kuomba msamaha because you have that serpent in you. kwa sababu uko na ile nyoka That ndani spirit yako. of pride. Yaani ile roho ya kujisifu. Am I speaking to people today? Niko ongea na watu sikia leo. God makes you to live with wicked people without heart. Mungu anakufanya uishi na watu wabaya bila roho, bila mioyo. Yesterday, Marcus was telling something like this. Like, you see this one? I say yes. You know, there's sometimes God allow it so that you can know the true color of a person. Jana Marcus akamwambia unaona hilo, akamwambia ndio. Kuna mambo mengine Mungu atafanya upitie ili uweze kuelewa kabisa rangi ya mtu ni namna gani. Yes. Because in wilderness, Kwa sababu ndani ya jangwa I will know who belong to me. nitajua yule ambaye ni wa kwangu Belong to me. na yule ambaye sio wa kwangu. In wilderness, Ndani ya jangwa, even my sister Miriam yani hata dada yangu Mariamu can tell me why Moses do you marry to Ethiopian.
Anaweza kuuliza Musa, kwa nini unaoa Mwethiopia? In wilderness, even my sister can oppose me. Yani ndani ya jangwa hata dada yangu anaweza kanikana. God make us to pass wilderness to know each other. Mungu anatufaa tupitie ndani ya jangwa ili tujuane. At least we have discovered each other. Afadhali tumeshaelewana, tunajuana. Amen. Hawezi sema amen. So at least we have discovered each other. Afadhali tumeshaelewana, tumejuana. We know who is Korea and who is Datan. Tunajua kwa ni nani na Datan ni nani. You know Datan and Korea. They have opened also their church. Datan na Korea wameshafungua makanisa yao pia. They say, Moses, we are tired of you. Nasema Musa, tumechoka na wewe. Hallelujah. Amen. Today I have come here to tell you now. Now look in your heart. Do you have stones? Do you have thorns? Do you have weak animals? What do you have today in your heart? Kwa hiyo angalia sana ndani ya nafsi yako. Uko na miba, uko na majiwe, uko na nini ndani yako? Take away what is a stone in your heart. Ondoa yale ambaye ni miba au majiwe ndani yako. Let's stand up. Tusimame tafadhali. Take away what is whatever cannot makes God to step in our heart. Ondoa kile chochote ambacho kiko ndani yako au kile ambacho kinasababisha Mungu asiingie ndani ya roho zetu. Because when we remove all stones, kwa sababu tukiondoa majiwe yote, God will do the miracle. Mungu atatenda miujiza. I gave you an example last week. Nipatia mfano wiki iliyopita. Don't you ask Mama Esprit why God spoke to the disciples to remove the stone in front of the tomb of Lazarus. Hawezi uliza kwa sababu gani Mungu aliambia wafuasi wake watoe lijiwe mbele ya kaburi ya Lazaro. God, thank you for this revelation. The stone can unpatch, who can block a miracle to happen. Lijiwe inaweza kaziria miujiza itendeke. You need to remove that stone. Inabidi uondoe ile jiwe. Remove that pride in your heart. Toa ile kujisifu ndani yako. Advice. Hautaki mashauri. You don't want pastor to tell you something. Hautaki pastor akwambie kitu. When you mistake, you don't want. Wakati unafanya kosa hautaki. Miracle cannot happen. Miujiza haiwezi fanyika. When your parents say stop, you say, Mom, why this? Wakati mzee anakuambia acha, anasema kwa sababu gani? There is nothing you can beneficiate about case. Yani hakuna kingine ambacho tafaidika zaidi ya laana. There are some of children here. Sometimes we are living, we don't know this is the child or this is the elder. That means everyone is the one level. Kuna wengine ambao tunaishi nao na hautajua huyu ni mtoto, huyu ni mkubwa. Kila mtu anataka kuwa ni katika level moja. Not even in Australia, abroad, or USA, all over. Those are watching this. Yani sio hapa tu, yani ni mahali pote, yani Afrika na mahali pengine. When your pastor say no, you say no. Wakati pastor anasema hapana na wewe pia unasema hapana. When your father, your mother said no, you say no. Wakati babako mama anasema hapana na wewe ni hapana. Your leader in the choir said no, you say no. Yani kiongozi wako ndani ya kwaya anasema hapana na wewe ni hapana. You have wilderness. Yani uko na jangwa ndani ya roho yako. Pray to God today. Omba kwa Mungu to remove that. Ili aweze kuondoa hiyo. The messenger is here. Yani I don't want Jesus to die, John Baptist to die like they kill him because they come to speak to the heart. I don't want those things which happen with that time to happen today. Yani, because people, they don't want them to speak to their hearts. They want to speak to their flesh. Watu hawapende kuongelea moyoni kwa sababu maneno ile inagusa moyo, inabadilisha kila kitu. Watu hawapende kuongelesha moyoni, wanapenda waambie vitu vya kimwili, vile vinawafurahisha. Na ndio wakaamua Yesu, wakaamua Yohana Mbatizaji. Leo mimi nakuita upate kupeleka moyo wako kwa Yesu, akusaidie, upate kuondoa miba, majiwe yote moyoni mwako. Mwambie Baba, nakaribia mbele yako. Takimbilia nani? Kwa sababu wakati unatoa miba, ndio maana utapokea matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Inaandikwa kitabu cha Galatia 5:22. When you give your heart to God, wakati unajitoa roho yako kwa Mungu, those stones, unatoa ile majiwe yote, is where you gonna receive. Ndipo pale ambapo utapokea the Holy Spirit, Roho Mtakatifu, the 9 fruit of the Spirit. Pale ambapo utapokea the 9 fruit of the Spirit. Utapokea matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. I think I'm talking to somebody. Nafikiri naongea na mtu hapa. Mungu
wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Alitengeneza njia Ajabu, mujangwa, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. akatupa na maji, Ajabu, tunamaliza kiu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Mungu wetu wa ajabu, Ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. atatengeneza njia Ajabu, mali pasipo njia, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. anaongea na moyo Ajabu, ili atupe uzima, ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Let's pray in the name of Jesus. Let's pray, let's pray, let's pray. Baba, kwa jina lako Yesu Kristo, Jehova, tunasema asante Jehova kwa kwenda kufungua njia ndani ya mioyo yetu. Jehova, asante Jehova kwenda kutufanya tuweze kuinua yale ambayo yanaenda kusababisha usipate nafasi ndani ya roho zetu. Katika jina lako Yesu Kristo, tunakushukuru. Great God, Asante Yesu. we bless you. Kwa jina lako Yesu Kristo. Bless your name, Yah of Israel. Thank you. Can you pray with your heart? Pray, pray, pray. Lift up your hand. Father, in your name I pray. The Lord who conquered the devil. The Lord who gave us life. The Lord who allowed us to come out of Egypt and teach us in wilderness. Thank you, Lord. For today, we dedicate our heart to you. We surrender our minds, our heart to you, Lord. As the Bible says, keep well your heart, is where there is life, is where life comes. Jehovah, we give it to you, Lord. Speak to us. We thank you for humiliating us in wilderness, living with people of no heart. You have tested our heart, God. We can say stop, continue and do it, that you can so that we can know how to keep your commandment. Even where we are at work, let's comport like Israelites. Even where we are at the party, different parties, families party, let's comport like Israelites. Those who belong to you, Father. We take away our stones, our thorns, our wicked goats, animals, serpents,
not that is our humiliation. Some of us, we thought proud without understanding is our crown. But when we come to you, say, no, put it down. So if you want to follow me, yes, we accept to follow you. Treat our heart the way you want, because you are our potter and we are your clays. Thank you, Father, for touching the heart of my sister. My brother is in this place. God of Paul Andre Mukai, the one who can change the decision of the king, we are praying to you today. The one who can search the mind and the heart, we are praying to you today. Please change us. We don't want to remain like Egyptians, mind of Egyptians, and remain the same without knowing where we are going, what we are going. But we want you to speak to us and be changed in this way of wilderness. Keep on teaching us. Give us instruction and correction so that we can know the light of God, which is your teaching. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Abba, Father in heaven, Amen. Amen. For Jesus.